Wamecheza kwa uwezo wa Tanzania, wamejitahidi kwa uwezo wa Tanzania, wamekosa mbinu za kimataifa, lakini Taifa Stars ambayo iliamua kuipigania timu nchi yake. Mbona Taifa Stars mechi inayofuata wanaweza kufanya vizuri dhidi ya kuna timu kama Tunisia pamoja na Uganda? Mimi kwenye mechi zote na imani na Uganda, lakini hata kwa Tunisia sina imani sana, kwa sababu timu ni nzuri, timu imejitoa kwa kadri ya uwezo wake, lakini bado tunabakia kwenye shida ya quality. Kwanza sisi hatuna wachezaji wale wa kutosha kwa mechi. Hatuna wachezaji maalum wa kuweza kubadilisha matokeo, ila tuna wachezaji kupambania timu kiasi ambapo lolote linaweza likatokea. Makosa ya jana nini na nini kilifanya Taifa Stars kupoteza? Narudia pale pale, ni uzoefu na quality yetu ilikuwa ndogo, lakini tulifika golini kwao. Mwisho siku tulipata goli. Kama unaona ile mechi Kevin Jordan alikosa goli la kusawazisha la wazi kabisa. Hiyo yote ni moja ya wasiwasi. Jana tulikuwa tumetawaliwa na wasiwasi kutokana na timu tulikuwa tumecheza nayo, lakini yote kwa yote ni timu ambayo imejitahidi tofauti na tulivyokuwa tunafikiria sisi. Toka achukue Miguel Gamond Angel kuiongoza Taifa Stars, umeona kuna mabadiliko yameanza kuonyesha kwenye mabadiliko ni makubwa. Mmoja wapo ilikuwa ni kuweza kuwa na beki imara. Ile beki jana yule bwana ameimarisha na tofauti tulivyozoeaga, maana tumepata nasemaga Gamondi ni mwepesi wa kushambulia kuliko kujilinda, lakini jana alikuwa ni mwepesi wa kujilinda kuliko kushambulia. Unaonaje kiwango cha Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Makalilo Mwambie? Ni mmoja wa wachezaji bora ambao ni hazina Tanzania. Tukiacha ushabiki wa Simba na Yanga, ni moja ya hazina kubwa sana ya Tanzania ambao wanahitaji kuangaliwa kwa jicho la pili, ila wanatakiwa wajitahidi kama kuna uwezekano watoke, wasiishie hapa hapa. Kiwango cha Makalilo Mwambie jana alikuwa kwenye kiwango kinachoeleweka, tofauti na anavyokuwa kwenye mechi kwenye timu yake ya Yanga. Kwa hiyo inaelekea, unajua wachezaji wana vipindi, wachezaji wanaishi kwa vipindi. Kuna kipindi mchezaji unamkataa kabisa, alafu na vile nasema mchezaji alikuwa amejificha wapi. Kwa hiyo jana naona ameanza kurudisha kipindi chake. Hiyo ndivyo wachezaji wanapokuwa. Hivi kiwango cha Bwana Ali Samata, Bwana Ali Samata analazimishwa kucheza Taifa Stars, lakini roho yake haipo tena kwenye Taifa Stars. Ali Samata natumaini angepumzishwa sasa hivi, wakatengenezwa wakatengenezwa vizazi vingine, yule bwana asilazimishwe tena kuichezea timu. Kwa hiyo jana body language yake ilikuwa ipo mpirani, lakini imani yake na roho yake ilikuwa nje ya mpira. Kwa hiyo ni paswa jana pumzike. Yaani hata kama aliingia alitakiwa kipindi kile cha kwanza asirudi uwanjani. Labda unaona nimesema Taifa Stars huna imani nayo kwa kuendelea zaidi, lakini ukiangalia kiwango chao Taifa Stars wengi wanasema kwamba wakicheza kama walivyocheza jana, wakirekebisha makosa, wanaweza wakavuka kusonga mbele zaidi. Kwanza mimi sio kuikatia Taifa Stars imani, sababu mimi sio muumini wa kuikatia kitu imani. Nina imani katika kushinda, kwa sababu kwanza ukumbuke pale panapigana wanaume 22. Kwa hiyo ukiwa kama mwanaume huwezi kusema nitapigwa, unakwenda kupambana. Kwa hiyo mimi sije kuikatia Taifa Stars imani. Na jana alikuwa anatembea na imani ya Taifa Stars, imeshindwa sana, imetoka draw, lakini kufungwa pia ni sehemu ya mchezo. Labda neno la kumbusha kwa mashabiki wa Taifa Stars, tuendelee kuiunga Taifa Stars mkono bila kujali itikadi zetu. Baki wa Tanzania tunamalizwa na itikadi za Simba na Yanga. Tukiziacha itikadi za Simba na Yanga, Taifa Stars tutaipa moyo na itafanya vizuri tofauti tunavyofikiria. Umeona muamko kwa mashabiki Taifa Stars? Muamko bado ni wa kutengeneza. Taifa Stars ilishapoteza mvuto. Kwa hiyo kurudisha kwenye mvuto haraka haraka inakuwa ni shida, lakini kila kitu unajua kubomoa ni rahisi sana kuliko kujenga. Kwa hiyo tuendelee taratibu, mwisho wa siku nyumba itasimama. Shukrani sana. Asante sana.